Ebana, leo tuko na picha moja nzuri sana hapa. Na ndo kwanza tuko katika sehemu ya kwanza tunaanzia mzigo huu. Hii ni single movie moja kubwa sana ambayo miongoni mwa picha zinaelezea historia ya China kutoka katika mahangaiko mpaka kutimia katika swala zima la kuweza kuwa wafalme. Kwa kabla ya system ya ufalme kutokea duniani. Kwa movie ilianza kabla ya China kuweka system ya kuwa na wafalme, alafu baadaye marais wa nchi. Kwa picha hii inalenga sana katika historia ya China, ambapo mfalme wao wa kwanza kuwa mfalme wa kwanza China alipopitia mikasa mingi mpaka kuwa mfalme. Kumbuka China pamepita na wafalme wengi sana. Miongoni mwa wafalme wengi sana na pia walipita wakiwa na falme mbalimbali. Kuna ufalme wa Qin, kuna ufalme wa Ming Dynasty, kuna ufalme wa Qin. Falme nyingi zimeweza kupita mpaka kufikia uraisi ambao umefikia leo nchini China. Kwa leo nakwenda kukuelezea kwamba movie hii inalenga nini hasa. Movie hii inaelezea historia kabla ya masuala ya ufalme kutokea duniani. Kwa picha hii inatuelezea uongozi mzima wa China ulikuwaje. Leo tuko na kijana mmoja anamuita Jidi. Jidi tutampata ndani ya movie hii, ambapo Jidi anatupa historia kubwa ya nini kilitokea kabla ya ufalme wa China kuweza kwepo. Basi nikukaribisha sana katika mikono miwili. Uko na DJ Hero mitamboni tena. Tunaenjoy, huku tunajifunza historia mbalimbali. Uko nami mitamboni DJ Hero kama kawaida kwa 0742140135. Kwa namba hizi basi utapata huduma safi kutoka Heroes Studio moja kwa moja. Kwa sasa tunapatikana kupitia mtandao wa WhatsApp. Huduma zote zinatolewa kupitia WhatsApp. Kwa ukipiga namba yako ya simu, ukituma message pale WhatsApp, unahudumiwa kwa haraka zaidi, maana huduma zetu zote kwa sasa zipo kimtandao zaidi na zinatumwa kupitia WhatsApp. Unafanya malipo, unatumiwa movie link ya Movie HD, kisha utadownload na kuendeleza shughuli zako kwa kuangalia ama kufanya unavyotaka wewe mwenyewe. Lakini kwanza lazima ufike WhatsApp kwa DJ Hero. Na WhatsApp yangu ni 0742140135. Tuanze picha hii kwa upendo wa kimungu. Twende kazi. Hebu tuanzie katika upande wa milimani ya mbali sana. Kuna bwana mmoja anaitwa Jidi. Huyu ndo Jidi ambaye nilikuwa nikimwongelea hapa. Jidi anaangalia milima kisha anatupa story. Asema nimezoea kuvuka hii milima mara nyingi sana. Mara nyingi kwa ajili ya kuuza chumvi au kwa ajili ya vita. Nimekuwa nikivuka mto mara kwa mara. Na kila mara napovuka mto basi huwa naacha alama moja na ichora katika mawe. Na sijui wazazi wangu walianza lini kuvuka hapa. Kwa hiyo yeye amekuta baadhi ya mistari pia ishawekwa tayari. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wamevuka na maisha yao yamefia katika mto hapa. Mto umekuwa chanzo kikubwa sana kwa wao kuweza kuvuka kwa ajili ya swala lazima la chumvi au kwa ajili ya vita. Ndipo walikuwa wakipigana sana. Kwa katika njia hii maisha ya watu wengi sana wameweza kufa wakijaribu kuvuka mto mara kwa mara kwenda kutafuta maisha mazuri. Hebu tuanzie hapa. Hapa leo kuna ibada moja inafanyika. Kumbuka ni kipindi cha enzi za mawe, zamani kabisa. Leo kuna watu wanafanya ibada hapa wakimuomba Mungu wao awasaidie waweze kuvuka mto kwenda salama. Ibada ilikuwa ikifanyika hapa ni ibada ya kumuomba Mungu wao awasaidie waweze kuvuka mto wakiwa salama. Kwa sababu kipindi hicho palikuwa hakuna mashua wala hakuna mtumbwi. Ni watu ambao wanaishi katika teknolojia ya zamani sana. Basi hili kabila la Chusong linaishi kando kando kabisa ya mto mmoja mkubwa sana. Na kila mara wakijaribu kuvuka mto basi wanakufa watu wengi sana na lazima wavuke. Wanavuka kwa ajili ya kutafuta maisha mazuri. Basi wanafanya ibada kisha wanamtoa mtu mmoja kama sadaka. Taki, mto wenyewe ndo huu. Mto umekuwa mto mkubwa sana. Mtu kuvuka lazima sadaka iweze kutolewa. Miungu ipokee mtu mmoja ndipo iruhusu waweze kuvuka. Basi kabla ya kuvuka basi mtu mmoja anawekwa pale kama mwanamke kama huyu. Huyu mwanamke kajitolea kuvushwa hapa. Kwa hiyo amejitolea kuwekwa hapa na akivuka akifa basi ni sadaka kwa miungu. Inapokea sadaka. Unaona? Huu mto una mawimbi sana makali. Unaona? Mwanamke kama huyu kazama na akafia hapo. Huyu mwanamke ni kama sadaka kuiomba miungu iwaruhusu kuvuka.
Miungu ya Yusong, pokea sadaka yetu. Tunahitaji chumvi kwa kijiji. Sasa wanaamua kutuma watu wachache waende kutafuta chumvi. Unaona? Hawa vijana wanavuka kwenda kutafuta chumvi katika ng'ambo ya kijiji kingine. Unaona? Inabidi wavuke mto kwenda ng'ambo kutafuta chumvi. Unaona? Wanaingia vijana kama 50. Unaona? Wanaingia vijana kama 50 kuvuka mto. Sasa watakao faulu kuvuka, hao ndo watakaoenda kuleta chumvi. Mto ni mto mpana na ni mrefu sana na lazima waweze kuvuka. Kila mtu anaombea yule ambaye anampenda aweze kuvuka salama. Jidi ni miongoni mwa wale vijana wanaovuka hapo. Huyu binti alikuwa akimwombea Jidi avuke salama. Cheki, wamekufa wote hao. Yaani hao wote wamekufa. Na hiyo ni mipira ya ngozi ya nguruwe. Unaona? Wamevuka wengi sana. Lakini baadhi yao wamekufa. Ona, hao wote wameshakufa. Alibakia Jidi anaendelea kuvuka kwenda ng'ambo. Kila mtu anaendelea kusali akimwombea Jidi aweze kuvuka salama. Baada ya muda, Jidi amevuka. Katika vijana 50 walioenda, Jidi peke yake ndo amevuka. Unaona? Katika vijana 50, mmoja tu ndo kafaulu kuvuka. Jidi! Wote walifurahi, maana hata mmoja kufaulu kuvuka ni kitu cha miujiza sana. Yaani ni miujiza sana kwao. Kwao ni miujiza. Wote walishangilia, mmoja kavuka katika 50. Wala 50 wote wamekufa hivyo. Mungu atubariki. Wote walifurahi, Mungu awabariki. Amevuka Jidi peke yake na yeye atakwenda kutafuta chumvi na vyakula kwa ajili ya kijiji. Kumbuka watu hawa walikuwa hawajui vitu mbalimbali, hawana hata teknolojia yao pia iko nyuma. Basi Jidi alikwenda kama kawaida kutafuta maisha katika kijiji kingine. Alifika kwenye kijiji cha kwanza. Hichi ni kijiji kingine cha watu wengine wa kabila lingine. Alikuta wanalima nini? Mtama. Aliona wanafukia mtama. Hivi ndio hivi mnavyootesha mtama? Asema ndio. Tunaotesha subiri mvua ije. Sasa yeye hajazoea kule kwao, hawana yaani kitu kama hichi kwao ni cha ajabu, maana wao wananunuaga vyakula kuleta kule. Sasa huku wanalima wenyewe. Alafu hichi kijiji kimeendelea sana. Kwa jinsi inaonekana hichi kijiji kimeendelea sana kuliko wao. Kuna chumvi ndo hii. Hii ndo alikuwa anaitaka. Chumvi nzuri. Asante, nitapatia haya mawe ya thamani. Wale kama wanavyotaka. Basi sawa. Chukueni mawe ya thamani, nipatie chumvi. Ushaikuja hapa? Asema hapana, mara ya kwanza. Basi sawa, naitwa Insheng. Jamaa kama unataka kuna mchele huu. Hapo vipi? Asema nipatie, nataka nyingi zaidi kama hii, shehena kutosha. Nitakupatia nusu ya haya mawe nilionayo. Unipatie shehena kutosha ya mchele pamoja na chumvi. Haya mawe yana thamani kwa kwao. Yeye anauza haya mawe. Kwa anampa mawe, yeye anampa chumvi. Basi huku ndivyo ilivyokuwa. Sasa huku palikuwa hakuna silaha ya chuma. Watu wa huku wanaishi zama za mawe. Unaona? Ukiwa na kitu cha thamani unabadilishana na mtu. Kwa ni ile biashara ya barter trade, unabadilishana goods to goods. Unaona? Bidhaa kwa bidhaa unabadilishana. Mwenye kuku anampa mchele, mwenye mchele anampa mahindi, mwenye mahindi anampa ng'ombe. Hivi ndivyo walivyokuwa wanafanya wao. Hichi ni kijiji kingine kabisa cha Shenon. Hichi ni kijiji cha Shenon. Unaona? Wao mpaka wafika hatua wana uwezo wa kutengeneza mavazi. Unaona? Wana uwezo mpaka wa kuunda mavazi. Japokuwa ni mavazi yale ya zamani sana. Unaona? Wao wana mpaka uwezo wa kufinyanga. Wao walikuwa hawana hata uwezo wa kufinyanga, hawana. Watu wa huku mpaka ukuta wa nyumba, mpaka ukuta wameshajua kutengeneza. Basi watu walifika pale. Jidi akaa anashangaa sana. Watu hao wanaishi vipi hapa? Huyu mkuu wa kijiji akamwona. Wewe mtokea kabila gani? Kiita Yusong. Yusong, kwa mlima Jusi. Kwenye mlima Jusi. Oh, ni siku 20 mpaka ufike hapa. Ni siku 20. Kwa hiyo mtu katoka siku 20 kabla. Unasikia njaa? Ndio. Njoo ule. Njoo. Ni watu wema, watu wa kijiji cha Shenon.
Basi wao mpaka wanafua, wanachonga mawe na vitu mbalimbali. Lakini wakiwa hapa, kuna kijiji kingine, wao wanapenda kumiliki sehemu na ardhi. Wao wakati wamekaa hawana habari, kijiji cha watu wenye roho mbaya walikuja. Hawa ni watu ambao wanatamani kumiliki mali. Kwa hiyo wanaingia kijiji, wanaua watu na kuchukua kijiji chao. Cheki, wanatumia zama za mawe, mashoka ya mawe yaliyochongwa. Wengine ndo hawa mpaka kwa maji wameingia, mpaka kwenye maji. Wakiwa wana habari, ghafla hewale walistukia nini tena? Unaambua ghafla walivamiwa, alafu wanafika na kuua. Wanaua na wanaenda. Cheki, wanaingia, wanaua na wanaenda. Ondokeni! Wanafika, wanakuua na wanaenda. Cheki, wanafunga, wanakamata. Wao wanataka wanawake. Unaona? Wanataka wanawake na mali mlizonazo. Hawajai kuwa na gomvi na mtu. Wanashangaa ni nini tena? Mbona wanashambuliwa? Wanashangaa kwa nini wanavamiwa? Wanavamiwa kwa nini na hawajai kuwa na ubaya na mtu yoyote yule? Ikabidi Jidi wasaidie, na alikuwa hapa. Jidi akaamua kuwasaidia. Cheki, wanatumia mashoka ya mawe na visu vya mawe. Cheki, wana roho mbaya sana. Nyundo za magogo. Nyundo za magogo. Wanawake kwa wanaume, wanaua kweli kweli. Kisha wanakamata wanawake, wanabeba. Kama huyu anachukuliwa, wanaondoka na yeye. Cheki, wanashangai nini? Wao wenyewe hawajui nini, hawaelewi. Walivamia kile kijiji na wakaribu kila kitu. Basi baadhi yao walikimbia, ikiwemo chifu. Alikimbilia mlimani alipo mganga. Ikabidi chifu waulize. Ni kina nani hawa wanatuvamia sisi? Mbona hatuna ubaya na mtu yoyote? Hatudai kumkosea yote yule. Kwa nini tunashambuliwa na watu hawa? Kwa miaka 3 tumekaa kwa amani. Chifu, mimi sijui kwa nini, sijui ni nani hawa. Kiongozi! Mmoja wao alikuwa anakuja akiwa na hali mbaya. Kiongozi! Nini tena? Huyo anakuja hapo. Nini tena? Kiongozi anashangaa nini tena? Na anakuja huyo. Alo. Kuna mtu alikuwa anakuja hivi. Cheki, kuna pande ya mtu inakuja, ina bonge ya mshoka. Huyu hapa anakuja katika hili eneo. Huyu hapa pande ya mtu imeenda juu, mzee, na bonge la mshoka. Wanamuita Chiou. Huyu ni Chiou, ni mmoja kati ya wale wanakijiji wabaya. Huyu akaenda kula teke zito. Pande la mtu, mzee, ina nguvu mbaya. Kula shoka. Anaua vijana vibaya kweli kweli. Ani mshoka wa mawe huo, mzee mzima. Figa baka baya. Weka asay. Kupiga nyundo. Aya alisikii nyundo hii. Akikupa hayo umeenda. Alikuwa kiwalima. Na ambao alikuwa anawapasua kaa kuni. Wanakijiji wakaingia, woga kana kimbia. Na yeye asaji wanamuogopa, anaenda tu. Wasaji wanamuogopa, wanaenda tu. Anakuja namna hii. Asa kila wanapenda na wafuata. Cheki, wanamuogopa. Huyo akajitosa. Shoka yake ilivunjwa, ikampiga huyo akakufa. Sasa shoka yake ni ngumu, ni ile jiwe ngumu kweli kweli. Asa anakuja. Mara ghafla Jidi akaingia, akagongana na shoka, ikavunjika. Mwokoe kimbiani nye, mwokoe kiongozi wenu. Akiwafuata anamshambulia. Jidi akaamua kupambana naye mwenyewe. Akaamua kuiva naye mwenyewe. Weka shoka. Kosa. Jidi alikamata, vuta. Choma. Bado himo mzee. Kuja hapa. Ila nguvu aliibeba. Tako malizia. Ngoma ililima kwenye mti. Ngoma ikavunjika. Jidi akaona hapana.
Hii jamani ina nguvu kweli kweli. Jamani kashangaa huyu naye anapigana naye huyu. Kwa miaka mingi hajapatana na mtu anapigana naye kama hivi. Chio akashangaa huyu ni mzuri huyu. Mara ni kiumbe hili. Alikula kibao. Kumbe wanafuga mpaka dubu hawa. Dubu hili hapa. Wanafuga mpaka dubu hawa. Bwana. Jamaa kuona dubu wanaamini ni Mungu wao. Yeye anafikiri ni Mungu wao, kwa hiyo anasujudu. Kumbuka kule kwao wanaabudu wanyama kama hawa, anahisi huyu ni Mungu. Jamaa kacheka kweli. Afikiri ni Mungu? Wewe. Jamaa kaiamrisha. Cheki. Akaiamrisha imfuate, ikamtafune. Ajiji alikimbia. Akajua hii sio Mungu hii. Cheki, yanafuga mpaka wanyama hawa. Dubu inamkimbiza, ikimkamata inakula. Bwana. Kuja hapa. Jiji anakimbia na yeye na ngome kapita. Fika beka kuimula. Ikaona ni huku, imekosea njia. Ikamfuata jiji. Kwa juu kabisa kuna chali mmoja mzee yuko hapa anaongoza wanyama. Dogo anapita kwenye miti kavi anatembea. Huyu hapa. Akana mfukuzia jidi mzee, wewe kuja hapa. Kuta mchale alimpiga mshale huku zama. Mshale wake hauna nguvu. Cheki. Kana ngata mbaya kama vampire. Aka hapa. Ala mnyama huyu hapa. Jibi ni mbio. Mbio zinamsaidia. Kufika kuna mti huko hapa. Akaona apande kwenye mti. Chap. Ngoma inakuja namna hii. Akapanda kwenye mti fasta. Iligonga hapo mzee. Jamaa kajua kazi imeisha hii. Chio anafika, anakuta mnyama wao yuko chini. Wakajua jamaa na nguvu za kipekee. Amnaga mtu kasai kuwasumbua kama hivi. Jidi anawasumbua kweli kweli. Wakaona hapana. Ameenda Yeah. Yupo kama wewe. Anapita kwenye mti kama wewe. Huyu itakuwa yupo kama wewe. Lakini anavaa tofauti na sisi. Huyu sio hapa. Nitaita viumbe wote waje. Hapana. Mimi nitamkamata huyu. Nitamfanya jisalimishe. Maskini hawa, mganga wao aligongwa na shoka. Kwa bahati mbaya inabidi waokoe maisha ya huyu mganga. Mganga wanaamini kwamba wao ndio wanaongea na miungu wa kwao. Walimlisha majani lakini walikuwa wameshachelewa. Mganga alishafariki siku nyingi. Mganga wao alikwisha kufariki. Kuhani wetu amefariki. Kuhani amefariki. Basi wakamsindikiza. Kuhani wao amefariki. Basi hapakuwa na kitu kingine. Aliyekuwa kiongozi wao amekwisha kufariki, basi hakuna kitu ambacho wanaweza wakafanya tena. Hali imeshajitabiri peke yake. Tumsindikize. Tumsindikize kiongozi. Basi wakamsindikiza kwa shangwe ya huzuni na kila laheri kiongozi wao. Lakini wakiwa hapa, zile kelele zikamuita huyu jamaa. Huyu jamaa alivyoona akaita wanyama wote waje kuwamalizia pale. Kumbe wanafuga mpaka chui na mbwa mwitu pori zima. Hao jamaa wakatili kwa wanafuga mpaka wanyama. Mlindani kiongozi. Wanyama wakasaksiwa kwa wamekaa juu, mara simba, chui, mbwa mwitu, simba, chui, wote wako hapa. I say, walitafunwa mbaya. Hao wanafuga mpaka wanyama hawa. Wale. Mbwa mwitu iko hapa. Mpaka jagwa wako hapa. Ni mwendo wanakula. Piga choka. Vifaa vao wenyewe ni duni. Wanatumia mawe kama silaha. Piga. Kama kaamrisha iende. Pito na chui. Wana roho mbaya sana hawa.
walitafunwa kweli kweli. Hewane shoka piga, lakini ni kubwa hii. Akashuka mwenyewe akaenda kumalizia. Chaki yeye mwenyewe anakuja pigo za chui. Chaki hello, anaita wanakasi, anaongeza kasi zidi kujaa kwa kasi kweli kweli. Wawafuate, anaamrisha wawafuate, hata mmoja asipone. Anaamrisha hata mmoja asipone. Wanafika hapa wote wameisha. Na wakatili kweli kweli hawa. Sasa Jidi alifanikiwa kukimbia. Basi alikuwa anasikia njaa, akawinda bata. Hata kumbuka Jidi amepona chupu kule. Azakati anazama kufuata bata, kumbe hapa pana tindiga. Hii sehemu ikaanza kuzama. Ni ile sehemu ambayo kuna matope ambayo yanazama. Kwa ni maji ambayo yana matope yanayozama. Sasa anajikuta anazama. Ghafla kuna mtu akampa fimbo. Alikuwa hapa ni binti anamuita Lei. Lei alimpa fimbo. Njoo vuta. Binti anafuga swala wawili, akaamrisha wamvute, wamtoe bwana nje ya mto. Alifanikiwa kutolewa. Ajulikane binti wapi huyo, wanamuita Lei. Lei alifanikiwa kuwatoa pale. Basi baada ya kuokolewa walijuana na kutambulishana. Jamaa alitoa kampasi yake akawa anaangalia maeneo. Hii nene? Asema hii hapa ni mwamba ambao unanifanya nijue mwelekeo, kwamba naelekea wapi. Angalia kama hapa tulipo, tuna siku 7 mpaka tufike kijijini kwetu. Kwa unafuata kivuli. Asema ndio, nikiona kivuli tu najua mwelekeo wa jua. Nataka kutambua tuko wapi. Asa mbona hamna jua? Pakiwa hamna jua tunaangalia upepo na mwanga wote utakaotokea wakati huo. Sasa nikautumia, nikabahatisha sehemu ninapotaka kuelekea. Ubinti alishangaa, amechongaje hiki kitu hapa? Umechonga mwenyewe hiki? Asema ndio nimekichonga mwenyewe. Kwani shida nini? Ungependa nikuchongea kama hichi au umependa kama hichi? Nitakuchongea kama unataka. Basi nitengenezee cha kwangu, niundie changu kama hichi. Okay, nitakutengenezea kwa ajili yako. Mara kasikia mlio, kumbe wale wanyama bado wako hapa. Sasa kuna chui mmoja kana nafukuzia swala. Swala wangu mmoja ni mjamzito, swala yake mmoja na mimba, swala wa huyu binti. Sasa hataki wale swala aweze kuuawa. Jamaa akatumia mshale, piga mshale. Jidi, piga mshale. Mshale unadunda, mnyama adondoki. Fika mpaka pale, kamuai. Piga mshale. Lakini alifika na kamua yule swala. Choma. Bita arukiwa. Jamaa kawahi kamalizia. Choma kwenye ukuta wa mti. Akamsulubisha pale kwenye mti. Kaipigilia hapo. Sasa huyu swala ameuawa na alikuwa na mimba tumboni. Asema alikuwa na mimba ndani. Yeye na mtoto wamekufa wote. Mishale yake huyu jamaa haina nguvu ya kutoboa mnyama akatoboka. Teknolojia yao iko nyuma sana ya silaha. Samahani, mkuki wangu ulikuwa hauna nguvu. Binti akamwambia, lakini ukitumia ngozi ya huyu na mizizi ya miguu ya yule chui, unaweza kuunda kamba ambayo itakuwa na nguvu kutoboa mnyama. Binti akamuonesha style, akaunda kupitia ngozi na zile kamba za miguu za mizizi ya miguu ya chui. Basi unaweza ukaunda kitu. Jamaa akachota zile kamba akazikatakata, akaunda kamba ambayo ni ngumu. Kwa hiyo ni kamba ya ngozi pamoja na zile tenda za chui. Kwa alipounda hizi ngozi mbili na kuzishona pamoja, akaamua kutesti. Binti akamwambia, mfetua uone, sasa hivi utakuwa na nguvu. Testi. Sasa hivi utakuwa na nguvu. Amaka testi. Sasa hivi mpaka ulitoboa mti. Mtu kaone. Wakafuata waone, walikuwa mita 100
mshale bado una nguvu kwa kasi kiasi chembu tuone. 所有200步. Asema ni mita 100 na umetoboa mti kiasi hichi. Kuchomoa hautoki. Maana kweli mshale huu una nguvu kweli. Sasa hivi una nguvu mara 100 ulivyokuwa. Sasa huku kwao ukimtaka mwanamke unamvizia usiku, unamfusi alale na wewe. Nataka na kijana mmoja anampendaga huyo binti. Binti waga hamtaki. Kwa mwanamke wangu, wewe ni wangu leo. Sasa akafosi, ukimtaka unalazimisha. Binti alimpiga na mawe, akamzimisha. Binti alikuwa hamtaki. Sasa binti alikuwa hamtaki, akambeba, akampeleka kwa chifu. Aupendi huyu mwanamke? Simpendi Jiu. Kwa nini umpendi? Kwa sababu mimi namtaka D. D hawezi kuwa kwako. Wewe sio mwanamke wake. Ni wangu. Na nitakuwa kwake tu. Jidi ni wangu. Mweka pembeni kule. Huyu binti anampendaga Jidi. Sasa hapendi kupewa mtu mwingine. Basi Jidi kwa zake porini na sasa hivi kashajipatia mchumba mpya tayari. Jidi baada ya pilika amejipatia mchumba aliyeokoa maisha yake. Na sasa anamuona kama mwanamke wake anastahili kuwa naye. Anamuona kama mwanamke wake anastahili kuwa naye. Na sasa ameamua kufanya naye maisha. Baada ya mateso mengi yaliyopitia akiwa porini, basi amejiridhisha kabisa huyu anafaa kuwa mwanamke wake. Tutafika kwetu sio muda mrefu. Na tukifika huko utakuwa kwangu. Asema ninajua. Je, unajutia kunifuata mimi kwenye maisha yako? Hapana. Sijutii. Binti kashampenda naye, basi wamependana wote pamoja na watakuwa wote siku zote za maisha yao. Lakini wakati wakiwa pale wakianza kufurahi, jamaa alipocheki nyuma akaona kuna nyoka. Bonge la joka hili hapa. Kuna nyoka, tulia. Kuna nyoka mkubwa nyuma yako. Tulia hivyo hivyo. Kuna chatu anakuja hapa. Jamaa katoa silaha yake ya mfupa. Hii ndo kisu anatumia. Kumbuka kulikuwa hamna chuma kipindi hicho. Wanatumia hichi kisu. Sasa mfupa ndo kisu. Mara kwa mbele kuna chui. Nyuma yako kuna chui. Chui nyuma yako. Nyuma kuna chui. Huku kuna nyoka. Chui anataka mlo. Usiogope. Tulia. Niko hapa. Tulia hivyo hivyo. Sasa wote wana mpango wa kushambulia kwa pamoja. Akateke juu kuna matawi. Kamba sikia. Tunaondoka wote kwenda juu. Kaa hapo hapo. Wote wana mpango wa kuruka washambulie. Kwa hiyo ni kuwa time. Yamaka time venye wanaruka tu wote. Yeye atatoka. Wanafasa wanaenda. Yeye kama wakavana wenyewe. Asa chatu akamvaa chui. Bwana. Habari kaisi yao. Bwana. Pale kucha asubuhi wakatoka zao. Jamaa aleka alama. Asa mwelekeo huu unaelekea kwetu ni huku. Kwa niweka hizo alama kitambo tu. Kwa sijapotea njia. Kwa twende. Tunafika kwetu baada ya kuvuka mto. Kwa umeweka hizi njia nzima. Asema nilipokuwa nikikamatwa na mvua ikinikuta, nilikuwa natafuta njia kurudi nyumbani kwa kuweka alama. Kwa nikiweka alama nafahamu kwetu. Bibi yangu alisema mwanamke hawezi kuvuka mto. Kuvuka mto ni hatari kweli kweli ndio. Lakini utakuwa na mimi tutavuka wote. Jidi alitunga akili haraka. Akamfunga binti kamba na akajifunga kamba. Kwa atakapopita na binti atapita huko huko. Kwa wakisema wanasema wote. Na wakisivuka wanavuka wote. Kwa alimfunga kamba na wanaenda wote. Sasa anamvusha mto kumpeleka kwao. Na ameshaamua huyu atakuwa mke wake. Sasa wanaamua kuvuka mto na akajishika naye waweze kuvuka wote.
Lakini baadhi ya wale watu waliokimbizwa kutoka kwao walifika hapa na walikuta kuna kijiji cha Yishou. Kijiji ndo hichi hapa. Wageni, kiongozi, kuna watu wengine wanavamia hapa. Kuna wavamizi wanakuja nini? Asa hichi kijiji hakijai kuwa na ubaya na mtu. Wakaona watu wa kijiji kingine wanakuja kwao. Asa wao wote, kila mtu anaishi sehemu yake. Unapoona mtu kama amekuja, eza kwa shari au kwa ugeni. Mimi ni chief wa kijiji cha Shannon. Mimi ni chief wa Shannon. Naitwa Jiang Yan. Hii sehemu je ni ya Yishou? Ukoo wa Yishou ndo hapa? Asema ndio, ni hapa hapo, hujakosea. Bwana msijali. Tunaomba makazi ya kwa muda hapa. Tuko tayari kuwasaidia kufika mahali napotaka kwenda. Tutataka kila thamani yote tulionao. Tutajitolea kwa ajili yenu mnavyotaka. Tupeni ardhi ya kuishi. Sisi ni wakimbizi, tunaomba mtu sitiri katika ardhi yenu. Tutafanya mengi kwa ajili yenu, tafadhali. Waliomba hifadhi kwao. Waliwapokea pale pale. Wakati huo Jidi anafika kwao. Walifika hapa ni kwao. Alikuja na binti huyo. Asa binti akatoka ndo huyu. Jidi, umerudi? Nilijua nimekuandalia bata mzuri na supu ya bata ndani. Supu ya bata. Wow. Akaona amekuja na mwanamke. Huyu ni nani? Ubinti sio hapa eh? Asema anaitwa Lei. Ni binti kutoka mbali, kutoka Siling. Ni mwanamke wangu sasa. Binti alikasirika. Mbona hujafurahi mimi kuja hapa? Sijafurahi. Toka hapa. Wewe ni mzuri. Mimi nilizaliwa na huyu. Hapa ni kwetu. Hapana. Mimi sijasema nakupenda wewe. Sijai kukupenda wewe. Basi msijali, tutakuwa wawili. Tutakuwa wake zake wote wawili. Staki, ni wangu peke yangu. Wasubutu kuniibia Jidi wangu. Wewe. Mimi sijai kukupenda wewe. Mo akaona huyu binti kamwibia mwanamume wake. Na yeye alikuwa anampenda Jidi tangu zamani. Akahisi huenda huyu binti kamwibia. Wewe rudi. Kamfuate. Hapana. Sidai kumwahidi kuwa nitakuwa mke wake mimi, au mimi nitakuwa mke wangu yule, hapana. Sidai kumpenda pia. Wewe ndo mwanamke pekee unastahili kuwa na mimi. Binti alikasirika, akaona kama vile amenyang'anya kichokwa cha kwake. Anampendaga sana Jidi, lakini Jidi kamkataa leo. Mara akatekwa. Huyu jamaa anampendaga afu yeye hamtaki. Akamchukua akaondoka naye. Kampeleka porini kati huko. Hapo ukipenda mwanamke unamforce mpaka akubali. Wao ukiforce wanaamini ndio upendo. Kamweka hapo. Kuja hapa. Mimi nakutaka. Sukuma lakini wapi? Kwa bahati mbaya nyoka ikamng'ata kwenye mkono. Oh. Nyoka alimng'ata. Na nyoka ana sumu huyo. Na kipindi hicho hakuna dawa. Uking'atwa na nyoka inabidi mkono ukatwe. Na kulikuwa mnaga dawa. Miaka hiyo hakunaga dawa. Ikabidi binti atoe huduma haraka. Licha kuwa hampendi, inabidi amsaidie asije akakufa. Kwa hiyo inabidi huo mkono utolewe. Binti akashika shoka kaeka pale mkono. Inabidi ukanye roho kikatili kweli kweli. Licha kuwa na hasira naye, inabidi aokoe maisha yake. Alikamata shoka. Sasa anaukata huo mkono kama kuni. Halo? Hiyo! Sasa alifeka mkono. Baada binti akarudi kwa Jidi. Anampenda Jidi mpaka haelewi. Yaani anampenda Jidi. Jidi! Naomba wa kwangu. Nishakwambia wewe unajiwe nakupenda. Kuna mtu wako anakupenda. Simtaki yeye, nakutaka wewe, bora mimi nife. Jidi! Nakuomba wewe wa kwangu. Binti akaomba hadi apendwe. Kama ukinikataa, naenda kujiua mwenyewe. Jamaa alikataa, hamtaki wala hakujali. Binti akaona acha aende kujiua tu. Jidi amekataa, hamtaki, anamtaka aliyenaye yeye. Jidi akaomba sana ampende, amekataa.
binti akawa anapotelea mbali. Hata nikajiue. Binti akaenda kujiua. Na binti akasema anaenda kujiua, anajiua kweli. Jamaa kaona hata ni wai. Binti ataenda kujiua wakati binti kaomba hata awe mke wa pili. Jamaa anakataa. Binti akamwona kujiua, ikabidi Didi amfuate. Fuata. Binti kama kwenda kujiua, akajiulia mbali huko. Jamaa kafika kamrukia. We! Binti alikuwa tayari kujiua. Wewe! Nitakuwa na wewe. Kweli? Utakuwa mwanamke wangu. Utakuwa mwanamke wangu kuanzia leo. Twende. Basi akambeba akaondoka naye kama ashakuwa mali yake. Hapo tayari ukipata unakuarua tu. Akikuelewa unakuarua. Kesi imeisha. Basi wakaanza kufundishwa kulima. Wale watu waliowasaidia wakaanza kuwafundisha kulima, jinsi ya kulima mazao. Basi hawa walikuwa wanafahamu kilimo nini. Mheshimiwa Chifu wa Shannon, umetufungua macho juu ya kilimo. Kicha hicho hatuwezi kuwalipa fadhila mliotutendea. Mmetupatia ardhi ya kuishi hapa, mmetupa makazi. Basi nyinyi ambao mmetuokoa, tutaishi maisha yote hapa. Basi hii ni upendo mkubwa sana kwetu. Basi huku kila mtu anafanya kila kitu kumfanya mwanamume wake afurahi. Basi binti baada ya kukubaliwa kuwa mke wa pili na watakuwa wote pamoja, basi binti alikuja huku. Katika hili pango kuna maji yanadondoka. Haya maji ni maji ya ardhini, yanaangukaga hapa. Kwa binti alikinga chungu chake pale, atengeneze maji ambayo itakuwa matamu ama mvinyo fulani. Kwa binti aliunda mvinyo wa mtama ambao ukiuozesha, ukitatusha, unakuwa na ladha fulani tamu. Na maji ya ardhini inakuwa na ladha nzuri. Binti akaweza kuunda kinywaji fulani. Kulikuwa mnaga pombe, kwa hiyo unaunda kinywaji chako kizuri mradi tu kiwe hakina madhara. Hiyo ni pombe ya mtama. Binti akaitesti, ameunda pombe ya mtama ya kipindi hicho. Basi na maji ya ardhini ambayo yanatoka, unaunda kitu kizuri sana. Binti akaona itafaa kumfurahisha mume wake usiku wa leo na kinywaji kama hichi. Naona ni mtama ulikuwa mundani. Binti akaonja na mtama wenyewe pia umechachuka. Basi jioni, wakati wa mlo wa jioni, binti alipeleka ile sehemu ya kinywaji pale kwa mume wake akionje kiko vipi. Jamani ponja, ni mtama kweli kweli. Sema unalewesha uwe sio poa. Hii ilikuwa ni hatari. Ilikuwa tamu kweli kweli. Ina upekee wake. Nzuri, umetoa wapi maji haya? Binti alicheka, wala hakusema ametoa wapi. Alikuwa ashalewa tayari. Sasa binti kapiga mtama mwingi kwa kalewa. Binti kaandaa na mlo mwingine. Nini hiyo? Basi binti pia aliweza kupika nyama. Hii ni nyama ya kufukiza. Unaweka tope alafu unaichoma. Ukiweka tope ukichoma, inatoka nyama moja safi iliyochomeka vizuri. Ilikuwa ni nyama imechomwa kwa kufunikwa na tope. Kama vile haya kuleni. Nitawaambia nini baadaye. Ilikuwa ni nyama nzuri kweli. Basi wote wakawa wameweza kula. Basi walikubali kuwa wake wawili wa huyu bwana. Na ilikuwa jambo la furaha sana. Mara binti huyo, binti akazima, amelewa balaa. Mo alikuwa amelewa. Basi baada ya pale, baada wakawa anatembea, jamaa anachora alama, anatia alama sehemu mbalimbali. Hii nini? Asema hii ni siku ya kwanza ulipokuja hapa niweka hii alama. Na alafu asema hii alama ina kila maana ya ishara, kila mwaka na mwezi na siku. Kwa jua likimulika linafuata hizi alama. Kwa nikifuata jua, najua tupo muda gani katika ile eneo. Kama leo tumemaliza mwaka leo tangu tumekutana. Kwa kila alama hapa siwezi kuamini kama unataka kuelewa muda tulioko hapa. Kwa nimekaa siku nyingi hapa Asema ndio. Jua wala lazunguka kwa siku mbalimbali. Kwa jua likizunguka kwa mwaka mzima, lapita katika hiyo mistari. Basi asubuhi iliyofuata kuna kitu kipya Jidi aliweza kugundua leo.
Walikuwa wanawasha moto kupitia mti, wanasugua. Kwa wale waliosoma historia, ni ulimbo na ulindi, unapikicha pamoja, basi unaweza kupata moto. Kwa wale waliosoma historia tunaelewa ulimbo na ulindi, ukipikicha kuna moshi utokea pale. Ule moshi unaweka uchafu yale yaliyokauka ya majani, kisha kikauka unapuliza pale, unatokea moto. Basi alifanikiwa kuwasha moto leo, na leo aliwasha moto. Kuna kitu kipya amegundua, kitu kipya. Washa moto. Basi waliwasha moto katika ile eneo moja, watu wakaona moto kule, moto, uvamizi. Sasa ukiwasha moto mkubwa kama hivi, watu wanahisi ni uvamizi. Watu wanahisi kuna uvamizi katika ile eneo. Kabidi waje kwa wingi. Hey, subiri. Nimewasha huu moto mimi hapa. Hamna uvamizi. Mimi ndo nimewasha huu moto. Kwa nini nawasha huu moto? Moto ukiisha nitawaonesha nini kipo hapo. Basi moto ukawaka, baadaye ukaisha. Ulipoisha, kuna ukuta ambao Jidi katengeneza hapa. Nini ukuta? Ukuta? Asema ndio. Huu ni ukuta wa udongo ambao ukiwasha moto, ukiweka ukuta, unaona ukuta huu umewekwa miti na udongo. Ukiwasha moto katika udongo ukikauka unakuwa mgumu. Umegundua teknolojia mpya ya ukuta kuwa mgumu. Unaona ukuta unaweza kuzuia mafuriko, kuzuia maadui, hata wanyama wakali pia. Hebu testi uone ugumu wa ukuta baada ya kuchoma. Una nguvu kweli, nashinda kuupiga hata na teke. Ni ukuta mgumu sana. Ikabidi chifu angalie, une ugunduzi upya kwao. Ukuta gani? Mbona imara hivyo? Asema ukichukua miti ukitengeneza na tope katikati na ukawasha moto, basi udongo unakauka, unakuwa mgumu sana. Basi tutengeneze ukuta wa kulinda ngome yetu. Tulinde ngome yetu na ukuta. Akasema ndio. Sawa. Kama unavyotaka chifu. Basi wakaanza kujenga ukuta ambao ni imara kwa ajili ya ulinzi wa ngome yao. Tofauti na ule ukuta wa zamani waliokuwa nao. Leo mabinti na wajawazito hawa. Tumeanza kulima mashamba leo. Tutapata mavuno mengi. Watoto wetu watakapozaliwa watakuwa hawana shida ya njaa. Ni vizuri zaidi. Watoto wetu watafurahia maisha. Basi wote wawili wana wajawazito kwa sasa. Basi baada ya kufundishwa kulima, walilima ngano kwa muda mrefu. Leo walikuwa wanakagua ngano waliokwisha kulima. Ngano ya kutosha iko hapa. Ngano nzuri. Ilikuwa ni shangwe kubwa sana. Lakini kumbe wale watu wabaya walikuja mpaka huku. Kimbieni! Kumbe wale wanakijiji wabaya wanaowinda watu walishavuka, wako hapa. Kimbieni! Wanaenda kijiji mpaka kijiji. Leo wanasakisia wanyama wakali waende kuwawinda. Lakini hao walishajenga ukuta. Walifunga haraka. Walishajenga ukuta wa kujihami na watu kama hawa. Wanyama wanajaribu kuvunja, wanashindwa kuingia. Geti ligumu la magogo, walishindwa kupenya, na ukuta ulikuwa mgumu. Wote walisepa, wameshindwa kuingia. Wanyama wakaitwa. Baada ya wanyama kuitwa, kuna mtu alikuja. Chio alikuja paka pale. Mnafunga tusiingie. Chio ana nguvu kweli kweli. Chio alipocheki kuna ukuta wamejenga hawa. Sasa hii ni teknolojia ambayo watu wengi hawana. Hawa wamejenga ukuta mgumu. Kwa kuingia kwao itakuwa ni ngumu. Chio kaona anajamini kuwa ana nguvu sana. Akaona ngoja. Sasa kwanza alipima ugumu wa ukuta kabla hajavunja kuingia. Akaangalia sehemu ina ufa hapa. Hapa pana ufa hapa. Akaona apige hapa. Atabomoa. Vuta shoka. Gonga. Shoka ikavunjika. Manake ukuta ni mgumu kweli kweli. Cheki. Akaona ngoja. Ukuta ubomoke, si ndio? Akaona geti si la mti. Akashika mawe. Rusha mawe.
Piga kwenye geti. Geti inavunjika. Beba jiwe jingine. Rusha. Ala kavunja geti. Geti linavunjika. Ukuta mgumu lakini geti linavunjika. Tukimbie. Sasa aliamua kumalizia geti. Vunja geti kule. Sasa wanaingia. Sasa linaingia jitu kwa jina la Chio. Chio alipenya na akaingia mpaka ndani. Asa alikuja na vikosi vyake wakaingia mpaka hapa. Lakini leo alikuja kistaarabu hapa. Walikuja kistaarabu hapa leo. Alichukua ngozi akavaa. Kuna kitu kimewatamanisha hapa. Kuna kitu kimewatamanisha hapa. Ni ule ukuta waliouona hapa leo. Huu ukuta umewatamanisha wao. Hii nini? Aliuliza huo ukuta. Huo ni ukuta. Kwa nini mnaita ukuta? Maana yake ngumu. Unazuia mafuriko na wanyama wabaya na watu kama nyie mnaovamia hapa. Nani kajenga? Jidi. Jidi kajenga. Jidi iko wapi? Jidi ameenda kuwinda wanyama mchana. Hajarudi mpaka sasa hivi bado. Walitamani ule ukuta na wao hawajai kuujenga. Chukua watu wako na mpotee hapa. Au ni waue wote na mliwe na wanyama hapa. Chagua moja. Jana tuondoke. Ikabidi atoe watu wake. Maana yake wamenyang'anywa kijiji chao. Wameporwa kijiji kwa wakimbia waende mbali. Wasibaki hapa. Ndugu yangu ukuta ni mkubwa sana. Ukuta mzuri huu mgumu kweli kweli. Hapo kiongozi. Kwa nini tusibaki hapa? Tukichukua watu wetu tukawaingiza wakaishi katika ukuta mkubwa kama huu. Hamna tuvamia. Tutaishi vizuri hapa. Mungu katupatia ukuta kama huu jamani. Mungu jiuli kafanya kazi kubwa, katupa nchi nzuri kama hii. Waliamua kujimilikisha kile kijiji. Na anajenga ukuta. Ainda sui Jidi. Jidi amejenga ukuta. Jidi. Asa Jidi ipo kuwinda huko. Ajui kinachoendelea kwao. Yeye anawinda swala kwa ajili ya mlo wa siku wa nyumbani kwao. Baada ya wananchi kufukuzwa, walikuja kufanya ibada huko. Walikuja katika mapango kufanya ibada. Kwa nini? Mmoja kati ya mke wa Jidi anajifungua leo. Jidi anawinda mnyama kwa ajili ya supu ya mke wake. Mke wake ni yule binti Lei, miezi 9 imefika, ni wakati wa kujifungua. Yule binti anamuita Mo. Wakati huo mke wake wa pili pia ni mjamzito, lakini Mo alijifungua wa kwanza. Choma mnyama. Ibada inaendelea. Asa yule binti Mo alikuwa akimpenda sana Jidi, leo alikuwa anajifungua. Jidi kawinda mnyama, anakuja igo mkubwa kutoka mbali. Piga nani? Hao wanaendelea kufanya ibada. Ibada inaendelea. Mnyama akachukua swala anaondoka naye. Jidi akaona hapana. Hao wale igo wakubwa wa zamani. Vuta mshale, akapima ngoma inaenda. Choma. Mnyama akaachiwa, wakapata mnyama. Igo alikimbia na kasepa. Huku ibada inaendelea. Binti kajifungua mtoto. Binti kajifungua mtoto. Yawana furaha mpata mnyama. Mnyama! Wamepata nyama ya kula. Ilikuwa ni shangwe kubwa sana kwao. Basi mke wake kajifungua mtoto. Mke wake wa pili kajifungua mtoto. Bado huyu mwingine ni mjamzito pia.
lakini wa kwanza kujifungua ilikuwa Mo. Mtoto wangu ni mzuri eh? Asema ndio, ni mzuri sana. Judy alikuwa huku anaangalia maua mazuri ya kupeleka nyumbani. Basi wanaandaa nyama, wanaichuna na kuitengeneza vizuri kwa ajili ya wake zao nyumbani. Nyama ikawekwa safi, tayari kusafirishwa mpaka nyumbani na inaokwa kwa ajili ya muda mrefu. Kuna wale winda kanga. Kila mtu alikuwa anapeleka mawindo yake alikwisha kuwinda. Lakini akashangaa kuona watu wanakuja. Chief Shen, imekuwaje? Asema Jide. Chiyo kavamia kijijini kwetu tayari. Kaleta wanyama wake wabaya. Ikabidi nichukue watu wetu na kwetu pamechukuliwa. Watu wetu wamekimbia kila pale. Wengine wafahamiki wapi walipo. Alafu hilo jiwe lina nguvu sana. Sio limetokea wapi? Chifu, Islam imeitengenezaje nyie kutoka kwenu? Asema aina ile ya jiwe linikali sana. Hawajui limetokea wapi. Chifu alimwambia, sikiliza Jidi, mwisho wa siku na kuomba tafadhali uokoe kijiji chetu. Okoa tafadhali kijiji chetu. Wewe angalau mwenye uwezo kuliko wote hapa. Chifu alimkabidhi ukuu wa kijiji. Jidi, Leia amekamatwa. Asa Leia alikamatwa. Leia ni mke wake Jidi, mjamzito. Alikamatwa na kinaisho. Asa moja kati ya mkuu wa wale watu walimtaka huyu binti kimapenzi. Soga nje wote. Anamtaka huyu binti. Na ni mjamzito, ana mimba lakini hajali. Yeye anataka lale naye tu. Binti anakimbia kuja hapa. Jo hapa. Aligundua na tumbo. Una tumbo? Mimba. Hivyo hivyo. Anataka hivyo hivyo. Binti akamsukuma. Jo hapa. Lakini hicho aliingia. Taka kumpiga na jiwe muue. Wewe. Wacha. Namtaka. Ni mke wa Jidi. Usimguse. Wanamtaka Jidi. Hawajui Jidi ana uwezo kiasi gani. Mwache aende. Namtaka, nimesema kwani shida nini? Tukimkamata Jidi tukamweza, huyu mwanamke utamchukua unavyotaka, lakini kwanza Jidi apatikane. Wanaamini Jidi anawazidi kitu. Na kweli Jidi ana akili faster. Kwanza akampiga mmoja kamuua. Jidi amekuja hapa. Kaua mmoja. Piga nyingine. Akawapa onyo, umwachie mke wake. Hajai kuona mshale ukiua mtu. Mishale ya huyu mtu inaua watu. Mishale mingi ilikuwa itoboi mtu akaua, hata mnyama. Mshale wake sasa hivi inaua watu pia. Huyu Jidi ana nguvu kiasi gani?
walipatana hapa. Chiyo kanyachia niondoke, anataka ujisalimishe. Jamaa akasema hawezi kujisalimisha hapa, wajisalimishi kitu. Kama ni vita acha ipigwe. Siwezi kujisalimisha. Sasa walikutana katika uwanja wa vita. Ukikataa kujisalimisha maana yake unahitaji vita. Leo waliamua kuwakabili ili kabila lenye roho mbaya, kabila la mafuvu, na wao wote wanatumia silaha za zana za mawe. Sasa kabla ya vita lazima mtishane kwa mbwembwe kwanza. Wanaambao walikuwa wanafanya kutishana. Kwa hiyo ukiweka mbwembwe vizuri unaweza kumfanya mwenzako akimbie. Kwanza wanafanyana madoido kuoneshana kwamba wao wana uwezo kuliko mwingine. Cheki. Wanasema sifa zina maana kubwa sana katika vita. Mnaonesha sifa kwa kujihami. Unaonesha mbwembwe, kuna mwingine anakimbia kisa mbwembwe. Kwa hiyo unaonesha mbwembwe kiasi kwamba unamtia mwenzio mkwara. Sasa mnaoneshana mikwara kabla ya vita. Cheki. Mikwara kabla ya vita kwamba ni bora kuliko mwingine. Cheki. Baada ya tambo za muda mrefu, sasa ni muda wa mechi. Hapo wote wanatumia silaha za mawe na mifupa. Sasa wanaoneshana uwezo. Didi akasema potelea mbali. Baada ya kutiana mkwara, vita ipigwe. Sasa jamaa kapelekewa silaha zake mbili, shoka mbili hizi hapa za Jidi. Sasa wanaenda kukabiliana uso kwa uso hapa. Sasa wanakwenda kukabili uso kwa uso kuzichapa. Aliyeko imara atafahamika leo. Sasa wanakwenda kuzichapa. Mjongeo polepole kuelekea katika uwanja wa vita kumkabili adui. Mashoka, nyundo, mawe, kila kitu cha nini kinatumika hapa. Yishou anakuja. Jidi anaongoza watu wake wanaenda. Vamia! Hey! Alikuwa na mawe na miba, rusa majabali ya maana. Songoro. Walikuwa na masongoro haya. Kula mawe. Chaki. Majabali. Kila ya kichwa inapasuka hiyo. Hewa. Rusha mawe. Naenda tu kichwa. Namanga toa mfupa. Rusha. Kama naenda hiyo mfupa. Piga hicho ya kichwa. Wewe. Namanga pata mzuka. Twende! Wanakutana katikati kikatambe. Ewe. Kati kwa kati. Mechi juu ya mechi hapo. Hapo. Nakula mashoka. Kula mawe. Weka chini. Shoka. Halo. Vita zama za mawe. Halo. Shusha watu. Shago. Wepa. Choma. Bwana. Yawe kana angalia kinachoendelea. Mechi juu ya mechi. Takumalizia. Ameingia mtu kapangua. Kula shoka. Shoka. Choma na mti. Toboa. Bwana. Ukatili uliopindukia huu. Nenda kaende. Kuna vampire mmoja amemfuga huyu. Huyu ni vampire. Anakula. Ruka kaa chui. Cheki. Anakucha kali mbaya. Anakula. Ng'ata na kung'ong'oa nyama. Wazee wanaangalia vita inaendaje. Wanang'ong'oa nyama. Kama huyu. Huyu ni mke wa Yisho. Kuja na pembe za ndovu. Kaa vifaru. Choma. Vunjwa miguu. Akina hapi. Kuja na pembe zao. Wanakatwakatwa. Tumia tekniki za maana. Bado kazi ni ngumu. Kazi imekuwa ngumu kweli hii. Chiyo huyu hapa. Jamaa kaona amkabili Chiyo.
Chio anamaliza watu wengi sana. Ikabidi Jidi amkabili. Wanakutana wakubwa kwa wakubwa wote. Twende! Abo! Hey, jamaa ka slide. Piga bapa lakini wapi? Piga kitu. Alikula. Kula bapa mzee. Kwa anakuja. Jamaa kasogea. Che. Koswa. Shika shoka. Piga soka lakini wapi? Piga kapangua. Mpa. Jamaa kaanza kuchoka. Koso na shoka. Se, alikula baba. Alo. Au jamaa mwezi huyo. Maliza. Wazee wanaangalia kinachoendelea. Jamaa kaona akimbia. Tuondokeni. Tushashindwa. Wazee wakajua washashindwa ise. Sasa kabidi amvute Jidi, amvute huyu porini. Huyu Chio ana nguvu kuliko wote pale. Akabidi amvute katika mtego. Waliweka mtego muda mrefu sana. Wakamvutia huku. Ruka wafu, anamsubiri aje kichwa huyu. Hapo! Vuta mzee wakamfungia hapo. Nyonga na wavu. Wakamfunga kwenye kamba za wavu. Vuta! Wakalifunga hapo. Alo walipiga. Lakini yuko na vampire wake. Huyu ni mke wake lakini ni vampire. Anakula nyama huyo. Alifika aliwatoboa na kucha. Kisha anang'ata zile kamba, anazikata kwa meno. Nisigana amekomaa taya. Kata kwa meno. Piga na kumshambulia lakini binti hataki. Anamchomoa mke wake pale. Mume wake amekamanda katika mtego. Piga mawe. Anamfungulia kwa haraka. Akitoka hapo jamani hatari kweli kweli. Wala wai. Kabla hajatoka hapo. Piga. Kamaliza. Ametoka huyu hapa. Kalaka shoka. Tumia magogo peleka. Piga kutoka kata kipini. Pasua shoka. Ngoma inakuja. Alikata gogo katikati. Cheki. Alikata gogo katikati. Sukuma. Peleka mpaka korongoni. Lakini jamaa alikata gogo katikati. Cheki. Ana nguvu just kwamba alikata gogo katikati. Chana gogo. Ili jitu aliwezi wewe. La nguvu. Kimbia. Lina nguvu lilopindukia. Lina nguvu kupindukia. Tondokeni nyie tondani. Wamekimbia. Wanamuogopa Chio. Twende! Wameona wanakimbia. Wameweka fensi za wavu kuwatega. Wanaogopesha na fensi za wavu. Wanasepa. Kata! Wanakata huku wanaenda. Sasa baada ya kuona pamesha nuka, inabidi wakimbie waondoke. Hamna sehemu nyingine, lazima wakimbie waende. Hawana mashua, inabidi waungeunge uwezo walionao waweze kukimbia. Chifu, bila kuwa na ngozi za nguruwe za kutosha, hatuwezi kuvuka mto bila hizo. Hatuna uwezo, muda umeshaisha mheshimiwa, toa mawazo. Hatuna chaguo, tunavuka hivyo hivyo. Wenye mashua wasiokuwa nao tunavuka hivyo hivyo, mna namna. Chifu, wameshaingia hapa wanakuja. Baadhi ya machifu wanaamua kujiua. Machifu wakaamua kujiua. Ikabidi hawai machifu. Mheshimiwa, hatuna chakula. Na Chio na watu wake wanakuja. Inabidi tujiue tu. Upuzi. Hamna kujiua mtu. Machifu wameamua kujiua. Wameona bana alishakuwa mbona bora ajiue. Vikosi vya maadui vinakuja. Wanaamua bora wajiue. Wanaamua tawakimbiza mpaka hatua ya mwisho. Msijiue tena. Mimi ndo chifu, ni kiongozi sasa hivi. Hapana, mimi ndo kiongozi, rudini. Ikabidi awarudishe. Rudini. Wanaamua kujiua wene. Hapana. Mara ghafla wanakutwa. Kabla hajajiandaa wanakutwa. Vikosi vya Chio vimefika.
Shambulia! Kimbiani kwenye maji! Aise, wamechelewa. Unakula shoka, kula kitu, waona kuua tu, unasikia da. Jamaa kaona anachukua mpenzi wake hajamsahau, licha kuwa na mtu sasa hivi, huyo kaondoka naye. Wakaamua kujitupa katika maji. Wakufa, wapona wapone. Nendeni hivyo hivyo. Ingiani kwenye maji. Wakufa wakufe, wakupona wapone. Wote wanakimbilia katika maji. Huko rusha mawe, mishale, mikuki ya mawe. Hawaruhusu wakimbie mtu. Rusha zana zote umo. Hicho anashika mawe. Asa zile mashua wametengeneza zinaelelea, akaona ngoja. Rusha mawe. Vunja mashua zile ambazo anatumia kutembelea. Anakamata majabali na rusha, anaenda mbali. Rusha na kosi target. Vunja mitumbwi wanaotumia kutembelea wazame. Aise, waliwaweza kweli kweli. Wengi waliangamia katika ule mto ambao wanauogopa. Baadhi yao walipona, ndo kama hawa. Kazi haikuwa nyepesi. Alirudi tena kule. Alikuta maiti ni nyingi sana. Kumbuka wenzao wengi wameuawa. Na kipindi hicho kwa sababu ya mapigano yalikuwa ni mengi, basi watu kufa ilikuwa sio kitu kikubwa sana. Ilikuwa ni bahati mbaya yao. Wananchi wake wengi walikuwa wameweza kufa. Na yeye kama hodari wa kijiji alijisikia vibaya sana kwa watu wote hawakuweza kufariki. Ni yeye kashindwa kuwekea ulinzi na kuwapa mbinu mbadala. Alijiona kuwa mtu aliyeshindwa, basi alipigia madhabahu ya miungu yao na kuomba radhi kwa miungu kwa kushindwa kuokoa nafsi za watu wote hawa. Alijiona mkosaji sana mbele ya miungu wa kwao. Baadaye alirudi msituni kuwatafuta baadhi ya masalia ya wale wananchi waliokimbilia porini. Kumbuka kila mtu alitawanyika kwa sehemu yake. Basi alikuja kuwakusanya wale ambao wametawanyika. Alikuwa akitoa ishara kuwaita baadhi ya watu ambao tayari walikuwa wametawanyika na kukimbilia porini. Basi wote alianza kuwakusanya mmoja baada ya mwingine. Aliwaita kwa ishara na wote wakaweza kufika. Baadaye alimfuata huyu. Ghafla walivamia kwenye kambi ya maadui. Huyu ndio kiongozi wa maadui, alimkuta pale. Mimi ndio Jidi. Niko hapa. Hey, pita msaada. Hao wasichana wake pia ni walinzi. Licha kuwa na wake pia ni walinzi, wanamlinda kiongozi wao. Tupa na ngozi akimbia. Huyu mmoja anang'ata na kwambia nakula kama nyonga Jidi. Choma, muweni. Alichomwa kweli kweli. Yao anafurahia kweli kweli, kiongozi mbovu huyo. Ibidi apeleke mashambulizi. Kiongozi anakimbia. Huyo kiongozi mbaya, anashindwa kuongoza watu wake vizuri, anapelekea vita kila siku. Kuna bonge ya kibonge mzee kamkamata. Anajikuta amezingirwa tayari. Watu kikuu wa mji wa Shena wamefika. Na yuko peke yake, ndio kiongozi hapa. Ghafla kuna huyu komando wake hivyo. Chiao huyu kwa hapa. Chiao ni komando wake na huyu boss. Afika anamkuta Chiao huyu hapa. Huyu ndo tatizo kubwa huyu. Chiao, kamata Jidi huyu hapa. Tondokani. Baada ya kumuona Chiao akabidi waishia. Huyu ndo Chiao, ndo mtu pekee ambaye ni tishio hapa. Kawakamate wote, nenda kawakamate. Sasa Chiao ndo alikuwa mbaya, ni tatizo kubwa. Mvua ikawa inanyesha, anajaribu kupeleka mashambulizi, inakuwa ngumu sana kwa upande wao. Sasa mvua zikianza kunyesha, adui yao mkubwa ni mafuriko. Mafuriko yanapokuja yanawakuta porini, baadhi yao wanapata shida. Walikuja katika hii sehemu, maana wanajua hii sehemu kuna ukuta unaozuia mafuriko. Waliwafuata tena leo.
Sasa leo amegundua huyu Chiao ndo tatizo. Wanataka mkamate Chiao. Tulani mbele. Anataka tutege huyu. Hamna kuogopa. Sasa wanakuja hivyo hivyo. Tondokeni. Yamaka anaongoza kwa mitego. Chiao anasogea. Kamateni Jidi. Walipanga kumnasa huyu Chiao. Anafika, Chiao kaingia katika mtego. Walikuwa wanamtaka Chiao. Chiao tu mwenye nguvu kuliko wote hapa. Kwa hiyo Chiao ndo tishio. Leteni kamba. Fika pale, piga mishale. Asabutu mtu kusogea hapa. Wao walikuwa hawana nia ya kuwaua. Wanataka wafanye wawe kitu kimoja. Lakini viongozi wao na ugumu kuelewa. Waliwatishia, unaona? Licha wao kuuawa, walikuwa hawana nia ya kuwaua. Wanataka mkamate Chiao. Wameshawishi aweze kuelewa kwamba wao hawana ubaya. Nitawaua nawaambia. Walimfunga Chiao. Wanamtaka Chiao wamwelekeze kwamba wao sio watu wabaya. Kwani wanawashambulia bila kuwa na makosa? Walimpa chakula kuonyesha kwamba wao hawana ubaya. Hili kabila linahisi kila mtu ni mbaya. Kwa sababu wao ni wabaya, wanahisi kila mtu ni mbaya. Walitaka mauaji haya yaishe ili wote waishi kwa amani kwa vijiji tofauti tofauti. Kitu pekee cha kufanya ni kumuonesha ukarimu mtu huyu ambaye hajui ukarimu ni nini. Maji gani ya matamu hivi? Haya maji yalitengenezwa maalum kwa ajili ya watu wanaopenda watu wao, au mgeni anapokuja kijijini kwetu tunampa waini kama hii. Ataniua au nini Jidi? Atanifanya nini? Mkisha ondoka mkienda mbali, tutakuachia huru. Hatuna ubaya na nyie. Mke wake huyu hapa Moa ana mimba bado, hajajifungua. Jidi anataka watu wote waishi kwa amani. Hizi vita na kuuana hazina sababu. Mnapiganaje bila kuwa na sababu ya kupigana? Ni makosa yangu, wananchi wangu wengi wamekufa. Kama hapana, sio hivyo. Jidi akaona ndege wanakuja. Na ndege wakitokea maana yake mafuriko yanakuja. Ukiona ndege wanakuja kama hivi, maana yake umeona kuna mafuriko yanakuja upande huo. Ninda kumfanya Chiao atuelewe sasa. Twende. Mafuriko yanakuja. Twende. Katarifu watoto wakimbilie mlimani katika mnara tuliotengeneza. Mafuriko yanakuja. Au sijali, nitaenda mwenyewe kupeleka taarifa. Wai mnarani, mkakae juu ya mnara. Mafuriko yakija yasiwakute. Mafuriko yanakuja katika ile eneo. Watu wote kimbieni mnarani. Mafuriko yanakuja. Binti naye anajisikia ugumu kama mimba inataka kutoka. Mafuriko. Wakiona mafuriko hawajui cha kufanya. Mafuriko yanakuja. Adui yao mkubwa ni mafuriko, wao hawajui mafuriko ni nini. Ikabidi Chiao Jidi hawahi kumwokoa Chiao. Chiao, panda! Chiao kalewa mvinyo. Amekunywa mvinyo, amelewa. Mafuriko yanakuja. Chiao! Dumbukia! Ikabidi jamaa dumbukie, amfunge Chiao na kamba. Ni pande la mtu kweli hili. Chiao kalewa pombe ya mtama walimpa jana. Imemlewesha. Mafuriko yanakuja. Vuta! Na nia yake sio Chiao afe. Anataka ni Chiao atambue kwamba hao hawana ubaya na yeye. Kwa nini wauane bila kuwa na sababu yoyote ile? Kwanza walimtoa Chiao pale. Mafuriko yanakuja kule. Chiao ni mzito kweli. Mafuriko yanakuja. Vuta! Hebale! Anaingia Mwaisha kumtoa pale. Maji yanakaribia. Wanapanda kwenye mlima wa juu kabisa. Mawe yanakuja. Kwepa! Hey! Alipigwa na jiwe la mkono. Akazima. Mafuriko yanakuja hayo. Yalisomba kila kitu pale. Baada ya mafuriko kupita,
Baada ya mafuriko kupita, Jidi alikuja kujisikia. Ni vizuri umeamka. Pia Lei amejifungua mtoto. Lei kajifungua mtoto wa kiume. Ayapata watoto wawili wa kiume. Mke wake wa kwanza kajifungua wa kiume na huyu wa pili pia kajifungua mtoto wa kiume. Mungu amenibariki. Nimepata wanawake wawili wazuri. Chiyo yuko wapi? Chiyo kaondoka tayari. Chiyo kaondoka, lakini mafuriko yale yameharibia mazao shambani. Mazao yaliyokwisha kulima hayawezi faa kulika tena baada ya kupigwa na maji. Yamevunda na kuharibika. Mzee aliwapa ripoti, maana wao hawajui masuala ya shamba. Watu wanakusubiri wewe mheshimiwa, utoe amri nini cha kufanya. Ongea na wazee katika madhabahu, watubariki tena kwa mvua, tulime upya. Mara shangaa Chiyo anakuja, kamkamata kiongozi wao, kamleta kwake. Kamangusha kiongozi wao pale chini. Chiyo alimfuata Jidi. Wewe ndo kiongozi wa makabila yote kuanzia sasa hivi. Shika. Anamkabidhi silaha yake. Amemwamini kuwa anafaa kuwa kiongozi wa makabila yote ambayo yaliyoko hapa, kwa kuwa kaona moyo wake ukarimu na kipekee mno. Alimpa silaha yake, ishara ya kwamba amejisalimisha kwake. Shangilia. Umoja huo. Umoja ulipatikana. Sasa walianza kulima na waliishi pamoja kwa upendo. Makabila yote yaliishi kwa umoja. Baada ya miaka kadhaa kuweza kupita, Chiyo aliamua ondoke zake, akasafiri kwenda mbali. Chiyo alidai kuwa anataka aende mbali kusafiri. Basi kwa nini usibaki na sisi? Hapana. Mimi nataka nisafiri duniani kila siku. Basi unaondoka na wanamke wako? Wanawake wote ni wangu tu. Kaa bado wapo duniani wanaishi vizuri. Maana kasikia Jidi wake zake walikuja sasa hivi na watoto ndo hao. Jidi, zawadi hizi hapa. Wake zake walitaka wawape zawadi kabla ya kuondoka. Mke wake wa kwanza Mo alipeleka chakula. Kuna mikate na nyama humu ndani, mtatumia kula njiani. Basi hii ni katika kuwapa heri huko anapokwenda. Yuko na mke wake wanaondoka zao. Ile ni taulo na kitana kwa ajili ya mke wako. Kitana ni mwiba wa samaki, ndo kitana unatumika. Jamaa kaweka nyuma pale, ataenda nayo. Na ile taulo la mke wake kapewa kama zawadi, ampe mke wake. Waga wanampa mwanaume, sio mwanamke kwa tamaduni zao. Kwa sababu mwanamume ndo anamiliki mwanamke, kwa nampa yeye atampa mke wake. Basi yeye alibeba akazipokea, kuonesha amezipokea kwa upendo.
alichukua silaha yake kubwa ya rungu na akasepa nayo. Nikupe watu wa kusindikiza na kukulinda njiani? Hapana, amna mtu anayeniweza isipokuwa wewe peke yako, naomba unaniweza tu, wengine wote sio kitu. Alisepa zake, anajikubali sana Chiou. Akaita wanyama wake waliosalia waondoke zao. Baadhi ya wanyama wao waliosalia ndo hawa waliondoka nao, wanakwenda kuanza maisha sehemu nyingine. Basi wananchi wote wameachiwa chini ya mikono yake, makabila yote yaliachwa chini ya mikono ya Jide. Yeye akaenda kuishi mbali, aishi kivyake huko. Yeye ni mtu anayependa kutembea tembea. Basi alikubali, amekuwa mtu mwema sana Chiou. Baada ya miaka 20 baadaye, leo hebu tuingie hapa. Wananchi walijifunza kulima, kuchimba mitaro na wakajifunza kilimo cha umwagiliaji. Leo wanafungua mitaro kuruhusu maji yaingie shambani. Hii ni baada ya kupata akili ya kulima mazao. Basi ya maji wanayapeleka shambani, yatawasaidia. Maji ya mto yatawasaidia. Makabila yote yameungana yakamkubali Jidi kuwa kiongozi wao. Leo wanajiandaa na mashamba. Chifu, kuna ugeni unakuja. Wanaonekana ni watu wanavuka mtu ambao sio hapa, wanatoka mbali, wanakuja na mavazi yao tofauti na ya kwetu. Kuna wageni wanakuja hapa leo. Kuna wageni wanakuja na ng'ombe leo. Vijana wawili waonekana wakubwa sana, walifika mpaka pale. Ni miaka 20 sasa imepita. Walitoa heshima. Nyie na kina nani? Mimi naitwa mtoto wa Jidi, Chiou, naitwa Bo. Na huyu dada yangu huu. Amsipige magoti. Hawa ni watoto wa Chiou wamekuja. Baba yako yupo wapi? Baba yangu ameshafariki tayari. Mungu alimuita. Hii baba yangu alisema nikuletee wewe. Ameambia nikuletee pindi nitakapokuwa. Asema ina ndege wanne. Hao ndege wanne maana yake ni onesha utawala wa makabila manne. Maana yake wewe Mungu amekupa makabila manne uyatawale kwa pamoja. Kwa hiyo ni zawadi yake baba amekuletea. Baba yake ashakufa, kwa watuma watoto wake wapeleke hii. Muda ukifika, kwa watoto wanatimiza zawadi baba yao alisema huyu mzee aletewe. Nashukuru sana. Pia kuna ng'ombe huyu umemletea. Asema huyu ni ng'ombe wa porini. Baba yangu alimkamata na kumtuliza akawa kufugwa. Anaweza kufanya sambi ya kulima, anaweza kulima, anafaa kwa maziwa na nyama yake pia inafaa kula na ngozi inafaa kwa ajili ya kutengeneza nguo. Baba yangu kasema lazima nikuletee wewe huyu atakapokuwa. Na mimi nakukabidhi kama ifuatavyo. Alitoa ng'ombe mwitu huyo. Zamani ulikuwa unamkamata ng'ombe unamtuliza mpaka kukubali na kutii amri yako. Ndio alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo ni ng'ombe pori ambaye baba yake alimkamata na akamlazimisha awe chini yao. Basi kwa zawadi hizi ilikuwa ni wazi kabisa makabila manne yanahitaji kiongozi aliye bora. Na sio bora kiongozi. Siku zikasogea, maisha yakapita. Wake za Jidi ndo hawa. Wamekuwa wanapendana sana, ni wanawake na wote hawachukiani, wanaishi kwa upendo. Basi muda ukazidi kupita, wakaanza kutumia mawe kujenga. Na baadaye kuna kitu Jidi aligundua kuhusu maisha yao. Alichora alama ya makabila matatu yaliweza kuungana na akazungushia kiboksi ndani yake. Maana yake nini? Maana yake nchi. Nchi ni muunganiko makabila yanaunda nchi.
na makabila matatu tuliojiunga sisi yanafaa kuitwa nchi. Muungano huu wa makabila yote ndio unaitwa nchi. Kwa nchi ni muunganiko wa makabila. Muunganiko wa makabila ndio nchi, na nchi ni makabila. Basi leo aliamua kuunda kitu kimoja cha kitofauti sana. Kwa mara ya kwanza aliamua kuunda crown ya kifalme. Sasa rasmi aliamua kuunda ufalme. Baada ya kuona makabila yote yako chini yake, sasa aliona kabisa kuna haja ya kuunda cheo cha juu zaidi cha kufanya watu wao wakaishi kwa amani, pasitokee vita tena. Ndipo akaamua kuunda altar ambayo itafanya kuwepo kwa makabila kuwepo, na makabila kuungana kwao yakaitwa nchi. Nchi lazima iwe na kiongozi mmoja mkubwa. Kwa hiyo mara ya kwanza aliweza kuunda crown ya kifalme, yani aligundua ufalme. Leo aliamua kuunda kitu kinaitwa ufalme. Aliunda crown ya mifupa na majani na ngozi, kwa sababu kipindi hicho palikuwa hajagundua chuma bado. Kwa hiyo mfalme wa kwanza ndio huyu, alipatikana ndani ya China. Hivi ndivyo safari nzima ya mpaka kuwepo kwa mfalme kwa mara ya kwanza China. Makabila yote mmenichagua mimi niweze kuwa kiongozi. Kiongozi wenu mpendwa aliyeko mbele yenu, Jidi, najisikia heshima na ukarimu ndani yangu. Nitaona kila mtu kama familia. Tutalima na kula pamoja, tutagawana chakula pamoja, na tutaheshimiana pamoja kwa upendo. Tutagawana mali na chakula, na kwa furaha tutagawana pia furaha kwa mmoja wetu. Basi mke wake alikuja, atakuwa ni queen wa kwanza huyo. Alifika na kumpa kinywaji, ishara ya kuonesha umoja. Basi alimwaga kwa watu wote waliokufa katika harakati zote ambazo zilitokea, na babu pia na wazee na miungu pia ipokee sadaka hiyo. Hii atakunywa watu wote wakimshangilia. Sasa anakwenda kuwa mfalme wa makabila manne, kwa wote watakuwa ufalme. Kwa kutoka sasa hivi pataiundwa kuwa mfalme. Hii ndio historia yenyewe ambayo inahusu China, mpaka China kuweza kuwa na falme. Hii ndio safari yenyewe ilivyokuwa. Hebu nikusomea maneno yaliyoandikwa hapa ili uweze kuelewa nini maana ya filamu hii. Filamu hii ina maana gani na kwa nini iliwekwa katika mfumo huu. Hapo kuonesha heshima kwa Jidi, alipewa cheo cha kuwa mfalme wa Huang, na anafahamika kama mfalme Xuanyang Huang wa China. Na Jingyang alipewa jina la kuwa mfalme. Mfalme maana yake ni Jingyang, ni mfalme wa China wa kwanza, anaitwa Yan. Na Chiao alipewa nafasi kama kuwa mungu wa vita, na wote waliungana na kuwa kama sehemu ya tamaduni ya China, na historia yao ikasambaa vizazi mpaka vizazi. Kwa hii umeitoa filamu hii kutuonesha historia ya China ilivyokuwa. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Ulikuwa nami DJ Hero kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tukutane katika picha nyingine tena. Bye bye.